pamoja na mataifa mengine. Hii inaonyesha ni kwamba katika kuondoa mizozo ya vita ambayo inaendelea katika Mashariki ya Kati itaweza kusaidia, kwa sababu nasema hivi, kumbuke tu kwamba ziara ya mara ya kwanza ambapo aliweza kuifanya Blinken haikuzaa matunda. Na tukaambiwa kwamba kuna ziara yake ya pili ambapo anategemea kuifanya. Na kabla hajafanya hiyo ziara ya pili, ambapo nyuma yake yupo mgombea urais wa Marekani Kamala Harris, lakini vile vile ni makamu wa rais wa Marekani, tunakuja kuona taifa kama Ufaransa likiweza kusaidia nchi ya Lebanon. Kwa hiyo kwamba kuna vitu ambavyo vitakuwa vinamtia moyo Blinken kusema kwamba nizidi kusonga mbele, kwamba ipo siku mzozo wa vita unaweza ukaisha. Huko ni kwa upande wa Ufaransa katika kuisupport au kuiunga mkono nchi ya Lebanon. Anaitwa Daudi Danieli, anasema vita vimezidi. Anazungumzia vita kati ya Lebanon pamoja na Israel, lakini vile vile Israel pamoja na Palestina, lakini vile vile hapa anazungumzia mzozo wa vita ambao unaendelea kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Sasa bwana, tuliweza kuzungumza kuhusiana na rais wa Ukraine Zelensky akiweza kutilia mashaka taifa la Korea Kaskazini kuhusiana na kuweza kuwachukua wanajeshi wake kuweza kujiunga na jeshi la Urusi. Tuliweza kuzungumza na tukasema kwamba kwa taifa kama la Ukraine lazima liweze kuwa na mashaka. Tukumbuke tu kwamba kuna mkutano ambao unatarajiwa kufanyika katika nchi ya Ujerumani, ambapo rais wa Ukraine Zelensky aliweza kukataa mkutano, kwamba akasema mkutano huu usiweze kufanyika. Akatolea mfano sawa sana mkutano ambao uliweza kufanyika mwezi wa 6 katika taifa la Uswizi, ambapo akasema kwamba mkutano ule uliweza kufanyika lakini hakuweza kuzaa matunda yoyote. Kuna maana gani kuweza kuwa na mkutano tena wa pili? Na baada ya kusema vile, baada ya kutoka taarifa kwamba taifa la Korea Kaskazini linawapeleka wanajeshi wake katika taifa la Urusi ili kuweza kuongeza nguvu kuweza kupigana vita pamoja na taifa la Ukraine, tukamwona Zelensky akiweza kuongea tena akisema kwamba basi huo mkutano ambao unategemewa kufanyika uweze kufanyika ili kuweza kuondoa changamoto ambayo ipo katika taifa lake. Tukasema kwamba Zelensky ameweza kumfika kwenye shingo mpaka kuweza kukubali. Mara ya kwanza alikataa, safari ya pili kaona ngoja tu nikubali. Kuna vitu ambavyo kikao unaanza kufikiria. Ushawahi kumsikia msemaji wa ikulu wa Ukraine akizungumza? Msemaji wa Ukraine hapana. Sijawahi kumsikia akizungumza. Naona kama hicho cheo msemaji yupo jina, lakini naona kama Zelensky pia akaona kwamba huyu mtu naona hatofikisha ujumbe kama nautaka mimi. Hebu kwanza nivae uhusika wake wa rais wa Ukraine pamoja na msemaji wa Ukraine. Ni tofauti ukilinganisha kwamba hata kwa upande wa Israeli Benjamin Netanyahu jonyeni kwamba anaongea, lakini pia msemaji wake pia anakuwa anaongea na yupo vizuri katika kuongea. Lakini kwa upande wa Putin, mimi Putin kuongea ni mara chache sana jonyeni, katika kwamba kitu fulani tumeshambulia kweli unakuta kwamba msemaji wake anakuwa anaongea. Kwa upande wa Urusi sijawahi kumuona msemaji wake. Nimeweza kuuliza hivi kwa sababu unajua kwa upande wa Ukraine inakuwa ni nadra sana kuweza kumuona msemaji wa ikulu wa Ukraine akizungumza, akitoa taarifa mbalimbali. Mara nyingi sana taarifa zinatolewa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mwenyewe ndio huwa anatoa hizo taarifa. Nasema hivi kwa sababu ni tofauti na upande wa Urusi, ambapo upande wa Urusi msemaji wa ikulu wa Urusi ndio ambaye huwa mara nyingi anazungumza, tofauti na rais Putin. Kama unakuta kwamba kuna tukio ambalo labda liliweza kutokea, unakuta kwamba Dmitry Peskov anaweza kuzungumza, anachukua nafasi yake ya msemaji wa ikulu anazungumza. Ni tofauti kwa upande wa Zelensky ambaye yeye huwa anazungumza mwenyewe. Na ukija kuangalia vile vile uhusiano ambao upo kati ya Korea Kaskazini pamoja na Urusi, naweza kusema ni uhusiano ambao umekomaa sana. Nasema hivi kwa sababu mpaka taifa la Korea Kaskazini kutoa askari wake kwenda kuungana na askari wa Urusi ili kuweza kushambulia taifa la Ukraine, licha tu ya kwamba katika kusaidia kutoa silaha kaona hapana, nisiishie katika silaha. Sasa hivi acha niende nichukue baadhi ya wanajeshi wangu wakaungane na jeshi la Urusi ili kuweza kusaidia. Ni uhusiano ambao umekomaa kwa asilimia kubwa. Sasa nasema wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani na Australia zimewaita mabalozi wa Korea Kaskazini kufuatia madai ya kupeleka wanajeshi nchini Urusi. Kulingana na wizara hizo, ushahidi ukizidi kuongezeka kwamba imetuma wanajeshi wake nchini Urusi ambao huenda wakapelekwa nchini Ukraine.
wameweza kuwaita taifa la Ujerumani pamoja na Australia, wameweza kuwaita mabalozi kuweza kuzungumza nao. Ni kweli wanajeshi wenu mmewachukua, mmewapeleka? Ni kweli. Lakini vile vile ni ngumu kusema kwamba eti ni kweli tumeweza kuwapeleka, inakuwa ni ngumu.